Imekuwa ni wakati mzuri sana kuja kushiriki na wewe elimu hii ya ufahamu wa mambo ya kiroho na mambo ya asili. Mambo ya asili ni mambo ambayo yakiwa yakichanganya watu wengi sana, yanachanganya watu wengi sana mambo ya asili. Sasa niko hapa kuweza kukufafanulia mambo mengi ambayo yanaweza kukusaidia katika maisha yako. Katika safari hii nitakuwa na mfululizo wa kipindi cha kufundisha haya mambo, ambapo taanzia sehemu ya awali kabisa ili uweze kufahamu mambo mengi ya ufahamu wa kiroho. Katika mambo mengi ambayo tutajadili yatakuwa ni mambo ambayo yanategemeana, kwa maana huwezi ukaelewa kitu fulani bila kujua kitu fulani. Huwezi ukaelewa jambo bila kuelewa jambo. Kwa hiyo tunaanza kwa mpangilio. Tumekuwa na wakati mzuri kufika hapa United Kingdom of Africa. Tutaendelea sasa na kipindi. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tutakifahamu katika ulimwengu wa elimu za kiroho ni habari ya mitetemo. Unaweza kama umepita huko, umepita mtandaoni, umepita huko, umekutana na mtu unazungumza akakwambia habari ya frequency. Unaweza ukakutana na mtu ambaye amepita shuleni, wale watu ambao wamesoma chemistry shuleni, akakwambia habari ya molecule, akakwambia habari ya atoms, akakwambia habari ya jinsi zinapokuwa zina vibrate ili kuweza kutengeneza kitu, movement ya hizo atoms, sijui electrons na nini. Yote hayo ni vitu ambavyo vimeweka tu katika mpangilio wa sayansi ya kisasa, lakini ni katika elimu ya kiroho. Kwa hiyo tutaanza kujadili kwa misingi ile ya wewe uweze kuelewa kitu kinachokuwa kinaendelea nyuma ya elimu za kiroho, ambao tunaanza na mitetemo au frequencies. Tunasema ulimwengu unakuwa unamuitikia kiumbe mwanadamu au vitu vingine ambavyo vipo. Kila kitu ambacho kipo kwenye ulimwengu huu hakipo bure. Kipo kwa sababu. Natoa elimu hii ni kwa ajili ya mtu yoyote ambaye ni mtu ambaye anaanza kunisikiliza na kuelewa. Mtu yoyote tu, mtu ambaye ni mtu, haijalishi lika, haijalishi sijui namna gani. Sitaki kuongea namna ya kuweka madaraja ya watu, hapana. Ila naongea tu kwa ajili ya mtu yoyote ambaye ni mtu aweze kufahamu taaluma hii. Tutaangalia habari ya frequency hapa, kwamba ulimwengu jinsi unavyoweza kuitikia wito wako. Na ili uweze kuelewa jambo hili, inaweza ikawa ni rahisi au gumu kwa upande wako kuelewa kwamba ulimwengu huwa unaitikia kile unachokiwaza, kile unachokitaka, kile unachojinenea. Inaweza ikawa ngumu kuelewa. Kuna habari ya mafanikio, kuna habari ya afya, kuna habari ya bahati, kuna hata maswali mengine ambayo watu wanakuwa wanajiuliza na hawayaelewi. Wanakuwa wanajiuliza mambo mengi, hawayaelewi wanachokuwa wanakiuliza. Utaenda utasoma sehemu mbalimbali, utasoma mambo ya asili, utasoma vitabu vya dini zote. Unaweza ukasoma dini ya Kiislamu, unaweza ukasoma dini ya Kikristo ukawa bado uko na maswali, baadhi yanabakia, lakini yote unabaki. Wengi wao wanasema kwamba tunamwachia mambo hayo, tunamwachia Mungu. Ni mambo ya Mungu ambayo hatuwezi kuyajadili sana. Lakini leo nataka nikufundishe sheria ya frequency. Naanza na sheria ya frequency ambayo itakuwa ni mlango wa wewe kuelewa mambo mengi ya kiroho. Itakuwa ni mlango wa wewe kuelewa elimu nyingi sana za kiroho ukianzia hapa kwenye frequency. Tunasema kwamba ulimwengu mzima, kuanzia mwili wako, mawazo yako, hisia zako, viumbe wengi, viumbe wanaoonekana na wasioonekana, nyota, hata sayari zilizopo angani, kila kitu kinakuwa kinatetemeka katika kiwango fulani cha nishati. Hili ni swala ambalo unatakiwa kulifahamu kabisa, na ni swala ambalo liko wazi. Kila kitu kinatetemeka katika kiwango fulani cha nishati. Na hii ndio lugha ya msingi ya uumbaji. Unatakiwa kufahamu hiyo ndio lugha ya msingi ya uumbaji, kwamba kila kitu huwa kinatetemeka katika kiwango fulani cha nishati. Ili tuweze kwenda pamoja, ni lazima ukumbuke hichi kitu, kwamba kila kitu kinatetemeka katika kiwango fulani cha nishati. Ulimwengu hautoi majibu kulingana na kile unachotaka kwa maneno. Unakuwa unatii kile unachotuma kwa njia ya frequency, yani kupitia hisia zako, fikra na hali yako ya kiroho kiujumla. Nirudie tena hilo neno. Ulimwengu
Ulimwengu hautoi majibu kulingana na kile unachotaka kwa maneno, bali ulimwengu huwa unatii frequency ya ndani, na unatii frequency ya ndani kupitia hisia, fikra na hali yako ya kiroho. Ndio unatakiwa kufahamu hivyo. Ukiweza kufahamu kitu hiki kikaweza kukuingia, basi utakuwa umeokoka vitu vingi sana. Hata katika utafutaji wako mambo yatakuwa mepesi. Katika sehemu hii au katika somo tunalojifunza hapa, tutafungua msingi mzima wa sheria hii ya frequency ili uweze kuelewa jinsi nishati zinavyopanda na kushuka, jinsi nishati zinavyovuta na kuweza kuumba uhalisia wa maisha. Ni jambo ambalo unatakiwa kulielewa. Na kama nilivyokuambia, tutajifunza sheria ya frequency. Katika ulimwengu wa fahamu ya kiroho, kila kitu ni nishati. Unatakiwa kufahamu hivyo. Kila kitu ni nishati. Kila kitu ni nishati, na nishati inaweza kupanda na inaweza kushuka kulingana na hali yako ya ndani. Naweza nikadhibitisha jambo hili kwa kukudhibitishia kutoka kwenye vitu mbalimbali ambavyo vinaonekana. Tunaweza kukudhibitisha kutoka kwenye vitu vinavyoonekana katika maisha tu ya kawaida tunayoyaishi kila siku. Tunaweza tukaangalia jinsi maji yanavyotembea. Maji huwa yanatembea kwa mfumo wa mawimbi. Maji yanakuwa yanatembea kwa mfumo wa mawimbi. Unaweza kaangalia baharini jinsi mawimbi yanavyokuwa yanajongea baharini, huwa yanaenda hivi. Hayo ni maji. Kwamba tunaposema nishati huwa inapanda na kushuka. Nikwambia frequency inamaanisha nishati. Nikisema nishati usifikirie kwamba tuko darasani. Chukulia tu hisia za kawaida. Kama unaweza kuwa na shukrani, upendo, hasira, tutaangalia hapo mbele zaidi uweze kuelewa. Tukiangalia maji huwa yanaenda kwa kupanda na kushuka. Tukiangalia jinsi nyoka anapotembea, huwa anatembea kwa njia iliyopinda pinda. Na mambo mengine mengi unaweza ukatafakari kwa namna hiyo. Mtu ambaye ni producer wa masuala ya muziki anaweza akawa ni shahidi kwa upande wangu. Hata sauti inapotoka, kuna namna wakiwa wana edit sauti zao huwa anaona ipo kwa mfumo wa mawimbi. Kuna jinsi ambapo wakiwa na edit wanaona sauti ipo kwa mfumo wa mawimbi. Kwa hiyo nishati ndio hii huwa ipo namna hiyo. Kwa hiyo hisia au unaposema frequency, hebu chukulia kama vitu vya kawaida tu ambavyo viko kama hivyo. Na utakuwa na ushahidi kwa kuangalia mazingira yanayokuzunguka. Hata vitabu vya dini vimeandika kwamba unaweza ukaangalia au unaweza ukaelewa ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Sio mzoefu sana katika vitabu vya dini, lakini na hichi kitu nafikiri kipo. Wameandika kwamba uwezo ukaelewa ufalme wa mbinguni kama hutaelewa mazingira yanayokuzunguka, kwa maana ya kuangalia miti, kuangalia maji, tabia za maji, tabia za viumbe wengine kama ndege. Huo ndio msingi wa frequency. Nishati inaweza kupanda na inaweza kushuka kulingana na hali yako ya ndani. Sema zingine zinakuwa katika kiwango kidogo sana. Sasa katika frequency hizi tunakuwa na frequency za aina mbili. Tuna frequency za chini, au nisitumie Kiingereza sana. Tuna mitetemo ya chini lakini tuna mitetemo ya juu. Tuna mitetemo ya juu. Hii ndio sehemu ambayo unaweza ukatega sikio unisikilize vizuri. Maana ndio sehemu ya msingi sana. Unaweza kawa ulikuwa unaenda kwa waganga, ulikuwa unaenda wapi, kanisani kufanya maombi kwa ajili ya kwamba nyota yangu ipande, niweze kujitambua, au mambo mengine tu. Lakini hapa unatakiwa utege sikio vizuri uweze kunisikiliza ninapokuambia habari ya aina mbili za nguvu za kiroho. Aina mbili hizi za nguvu za kiroho. Kuna mitetemo ya juu na kuna mitetemo ya chini. Ninaposema mitetemo ya juu, sio kwamba mitetemo yote ipo juu kabisa. Sio kwamba mitetemo ipo juu kabisa. Kuna mitetemo mingine ni ya juu, lakini sio kwa kiwango kama mitetemo mingine. Naweza nikakwambia falsafa moja kutoka kwenye vitabu vya dini. Nadharia ya viumbe malaika, nadharia ya viumbe majini, nadharia ya mambo kama mizimu. Unaweza kujiuliza, sasa hivi vitu mbona vinachanganya? Mizimu, mapepo, malaika, Mungu, mambo mengine mengi tu. Unaweza kukuta unachanganyikiwa katika hali hii. Lakini sasa hali zote hizo, majini, mapepo, mizimu, malaika, ni nishati ambazo zipo katika viwango fulani vya kutetemeka.
Kwa hiyo tuna mafungu mawili, tuna mitetemo ya chini, tuna mitetemo ya juu. Tunasema mitetemo ya unaweza kujiuliza kwamba mitetemo ya juu ni kitu gani? Ni kitu gani mitetemo ya juu? Mitetemo ya juu hii hapa tunasema ni mtiririko wa mwanga safi wa kimungu uliojaa upendo, amani na uwazi wa kiroho. Unatakiwa kufahamu hivyo. Ni maneno ambayo ni mafupi sana, lakini hoja kubwa katika hili ni mambo mema. Ni mambo mema yoyote unayoyafahamu ndio mitetemo ya juu. Hapa nimeandika maneno mafupi tu kwamba ni mwanga wa safi, mwanga wa kimungu uliojaa upendo, amani na uwazi. Lakini ili uweze kuelewa jambo hili kwa upana, kwa sababu asili ni kitu ambacho hakiwezi kuelezeka kwa maneno machache namna hii. Lakini tunatafuta kodi ya kuelewa tunamaanisha kitu gani. Kwa hiyo naweza nikakwambia kwamba mitetemo ya juu ni mambo mema yote unayoyafahamu, ya kiwango cha chini na kiwango cha juu. Mambo mema ndio hiyo. Hebu naweza nikakuambia hapa sifa za mitetemo ya juu ili uweze kufahamu hata katika maisha yako. Afu baadaye nije nikwambie unatakiwa kufanya vipi ili unapokuja swala la kinyota, swala la kwamba unaenda kwa mganga kufanyaje, hata kujitibia mwenyewe uweze kuelewa unatakiwa kuwa na hali gani. Sifa za high frequency, sifa za mitetemo ya juu, tuna hisia za upendo. Kuna hisia ya shukrani, kuna hisia ya furaha, kuna hisia ya amani, kuna huruma, kuna msamaha, kuna ujasiri, kuna utulivu. Hizi ni sifa za mitetemo ya juu. Kwa hiyo unaweza kaangalia hata mwenyewe kwa picha haraka, ni mambo ya wema ambao ndio kwenye vitabu vya dini. Naweza nikarejelea nadharia ya Mungu katika vitabu vya dini. Ukiangalia mambo niliyoorozesha hapa au niliyokutajieni hapa ni vifungu kadhaa kwenye vitabu vya dini, na vinasisitizwa sana utakuwa uwe na shukrani. Ni muhimu kuwa na furaha, haijalishi unapitia mazingira gani. Lakini upendo anakuambia ndio wanasema upendo ni tunda la nini? Tunda la amani, sijui. Kwa kuna upendo huo, kuna amani, mambo mema kiujumla. Kuna huruma, msamaha, ujasiri, utulivu, ni mambo mazuri. Katika utulivu unaweza kukutana na kauli mbalimbali. Kwa mfano unaweza kukutana na mtu anakuambia usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Ni kauli tu ambayo imekaa na tuko tunaitumia muda mrefu, lakini hatuelewi nyuma yake kuna nini. Hii kauli inaleta msisitizo kwamba ni muhimu kuwa na utulivu. Kwa maana pale unapokuwa na utulivu unakuwa ni wewe, yule wewe halisi. Yule wewe halisi anakuwa na furaha na anakuwa anatoka pale ambapo mtu anakuwa na utulivu. Ndio maana katika mazingira mengi wanasisitiza utulivu. Unaweza ukawa umepitia huko, ukawa umejifunza kidogo mambo ya meditation. Unaweza ukawa shahidi katika hili. Katika meditation nakushauri ufanye meditation kwenye hali ya utulivu. Utulivu ni mafuta. Naweza nikasema ni mafuta ya kukusafirisha katika masafa mbalimbali ya mitetemo ya kiroho. Utulivu ni kitu kikubwa sana. Nimerudia hapa kwa msisitizo ili tunapoendelea huko iwe ni rahisi mtu kuelewa na kukumbuka kile anachokielewa. Lakini katika hali hii tunaweza ukajadili kwamba hivi ni vitu vya kawaida. Upendo, shukrani ni vitu vya kawaida. Lakini kitu kinachoongezeka hapa ambacho kimefanya nisiseme hivyo, kuna viumbe wanaohusishwa katika mitetemo hiyo. Yaani wapo viumbe na hali ambazo zinahusishwa katika hali hiyo, katika mitetemo ya chini na katika hisia za mitetemo ya juu. Wapo viumbe ambao wanahusika. Katika mitetemo ya juu tunakutana na nguvu ya juu kabisa ambayo mimi naweza nikarejea kwamba ni nguvu kuu tukufu takatifu, nguvu kuu ya mwanzo wa kila kitu. Ambao kwenye vitabu vya dini wamerejelea na kuita hii Mungu. Ninaposema Mungu na maanisha chanzo. Kwa hiyo naweza nikataja Mungu tukarejelea katika namna tofauti, lakini unaweza ukakuta tunaongea lugha moja lakini katika misingi gani? Mwingine anafikiria kwamba Mungu amekaa kwenye kiti fulani, yani anafikiria ni picha ya kitu, si kitu kimekaa wapi. Mimi katika msingi hiyo tunaweza kuwa hatujaelewana. Kwa sababu sema Mungu unamaanisha nguvu kuu tukufu takatifu. Ndio kitu tutakachokuwa tunamaanisha katika elimu hii ya ufahamu. Na kufundisha elimu hii kwa sababu itakusaidia katika mambo mengi.
itakusaidia katika mambo mengi ambayo umekuwa umekihangaika nayo, maana kwa waganga, au kuna swala ambalo labda inatakiwa uende kwa mganga afu hujui kwamba hili swala ni la hospitali, au hili swala niende kwa mganga, au hili swala niende kanisani, au lifanyaje. Kwa hiyo tunajaribu kufungua ufunguo wa kodi hizi za kodi hizi za kiroho. Nguvu ya kubwa kabisa katika mitetemo ya juu ni nguvu kuu tukufu takatifu, nguvu ya chanzo kikuu, chanzo cha kila kitu ambacho hakielezeki, hakina mwanzo wala hakina mwisho, wala uwezo ukakielezea, wala hakuna namna ya kuelezea. Hakuna namna ya kujadili hiyo, ila ni lazima tuiseme kwa sababu ni chanzo ambacho kimeleta kila kitu. Lakini kitu kingine, tuna nadharia ya malaika. Malaika ni nishati ya juu kabisa baada ya chanzo kikubwa. Yaani ukitoka chanzo cha juu unakutana na habari ya malaika. Malaika ni mitetemo ya juu kabisa. Ni mitetemo ya juu kabisa baada ya chanzo kikuu. Tunasema malaika wakuu. Tunaweza tukaangalia katika vitabu vya dini. Wamewataja malaika kadhaa. Kwa mfano, mimi nimekulia katika mazingira ya dini ya Kikristo, kwa maana ya Roman Catholic. Nikisema Kristo naweza yapo madhehebu mengi ya Kikristo, lakini nimekulia katika mila na tamaduni za Kiroma. Naposema malaika wakubwa katika vitabu cha dini, unaweza kutaja malaika Gabrieli, unaweza kutaja malaika Rafaeli, ndio Mikaeli huyo. Wako malaika wengi wanaishia na Elieli. Malaika wengi. Lakini katika taaluma hii ya mitetemo, yote hiyo ni majina tu ambayo tunajaribu kujenga ili kuweza kurejelea nishati fulani ambayo inatenda. Ni nishati zinazofanya kazi kweli. Unaweza kwa ulisikia huko ukajua labda ni vitu vya kufikirika, ila mimi nataka kukuambia, unaposikia habari ya nishati za kiroho, ni vitu ambavyo vinafanya kazi. Kama ambavyo mtaani unashuhudia mtu analogwa na analogeka. Kama unaweza kawa ni mtu wa kupinga habari ya uchawi, basi nenda kamwambie mchawi akujaribishie uchawi wake, na ukifanya kazi ndio uje uniamini habari ya nishati za kiroho. Kwa nishati za kiroho, tunapozitaja nishati za kiroho zipo na zinafanya kazi. Ni kitendo tu cha kuungana nazo ili uweze kupata uwepo wake. Ni lazima ungane nazo. Ni lazima ujifunze mazingira na sifa za nishati unayoitaka, nishati unayoizungumzia ili uweze kuungana naye. Wapo malaika wakuu, mimi nimekutajia hapa wawili. Nimekutajia Rafaeli, nimekutajia Gabrieli na Michael. Lakini vile vile katika mitetemo ya juu tuna viumbe wengine au hisia nyingine. Tunasema ni roho wema na viongozi wa kiroho. Sasa katika mazingira haya tunaweza kaongelea nadharia nyingi. Wote tunaweza tukawa na ushahidi mtaani au kwa kuambiwa kwamba huwa kuna watu ambao ni wanga, lakini huwa kuna ni waganga. Na katika waganga, kuna waganga ambao wanakuwa wanaleta hali fulani ambayo inaonekana kama ni matapeli, lakini wapo waganga ambao wanatatua matatizo kweli. Huwa wanatumia vitu gani? Sasa kwa sababu tuko tunajadili mitetemo ya juu, hebu tuongelee waganga wanaotibu na wanaponya magonjwa haya ya kiroho. Huwa wanatumia hawa roho wema na viongozi wa kiroho. Ndio viongozi wao wakuu katika tiba zao. Ni nishati, ninaposema roho wema ni nishati ambazo zipo na zinafanya kazi. Nikisema zipo na zinafanya kazi, kama huamini, nenda tafuta mtu ambaye anakuambia ni mchawi. Mtaani kwako, kwambie bwana, hebu nijaribishie uchawi wako tuone kama unafanya kazi. Alafu ukifanya kazi ndio uweze kuamini kwamba unaposema nishati zipo na zinafanya kazi tunamaanisha nini. Hicho ndio ninachokimaanisha. Lakini katika mitetemo ya juu tuna hisia nyingine au tuna hali nyingine ambapo tunaingia kwenye biolojia kidogo. Kwenye biolojia kuna habari ya biolojia, fizikia, hata sielewi. Ila wanapenda kusema kwamba sayansi ya kisasa nyuma yake kuna sayansi ya asili au kuna ufahamu wa kiroho. Kuna habari ya mawimbi ya ubongo.
Mawimbi ya ubongo, hapa tutajadili mawimbi aina 5 za mawimbi ya ubongo. Nitakwambia habari ya gamma, nitakwambia habari ya beta, nitakwambia habari ya alpha, nitakwambia habari ya theta, nitakwambia habari ya delta na ushahidi wake katika maisha yako. Sio maisha yangu. Utakuwa na ushahidi katika maisha yako. Kwa sababu naongelea misemo ya juu, nitataja mawimbi 2 hapa. Tutataja alpha na theta. Ni mawimbi ambayo vyovyote utakavyofanya, ukiweza kulazimishia kukaa katika mawimbi haya, fahamu kabisa kwamba wewe unakuwa umejiongea katika ulimwengu wa kiroho. Vyovyote utakavyolazimishia kuwa. Wengine huwa wanaenda mbali katika kuungana na mawimbi haya ili kuweza kurekebisha ubongo wao. Huwa wanaenda mbali, wanatumia vileo mbalimbali, kwa maana ya pombe, kwa maana ya sigara za viwango tofauti tofauti, kwa maana ya bangi, ili kwa maana ya madawa ya kulevya. Unaweza kukaa huko umesikiliza habari za mtu anayetumia madawa ya kulevya. Vyote hivi huwa ni katika kwenda kuathiri mawimbi ya ubongo. Huwa ni kuathiri mawimbi ya ubongo kwa sababu wanajua wenyewe jinsi wanavyojisikia. Lakini tunasema mtu ambaye anafahamu elimu ya kiroho, ile hali anayofikia mtu anayevuta madawa ya kulevya, ile hali anayofikia mtu anayevuta bangi, mtu anayekunywa pombe, mtu wa kiroho anaweza kuifikia kwa hali yake. Ndio maana tuko tunajifunza hapa, hatuna mzizi. Tuko tunajifunza maarifa haya makubwa. Haya ni maarifa makubwa sana. Yatakusaidia katika mambo mengi. Ni tunajifunza jinsi ambavyo tunaweza tukaamsha uwezo wetu, tukaweza kujiongea katika viwango vya nishati, viwango mbalimbali vya nishati. Yaani tukaweza kuwa na uwezo sisi kama watu, kwa sababu uwezo wetu nao, tukawa na uwezo wa kujiongea na kuungana na nishati za viwango tofauti tofauti. Huwa napenda kusema kitu chepesi au niseme kitu kigumu. Kitu kigumu ni kikubwa. Na kuna kitu kinakuwa kigumu kwa upande wako kinakuwa ni kikubwa. Kitu kinachokuwa ni chepesi maana sio kitu kikubwa. Kwa mfano, wewe unaweza kuwa na ushahidi. Sasa hizi ni utandawazi ambao umetapakaa kila mahali. Kila mtu anaweza kuingia mitandaoni akaweza kuangalia habari mbalimbali. Habari ya kwamba mtu anakuambia mimi namiliki majini. Mimi namiliki majini. Nataka kukuambia kwamba kitu cha mkato au kitu ambacho kinakuwa ni rahisi kinakuwa sio kizuri sana. Habari ya malaika utaikuta makanisani. Utaikuta makanisani kwa maana utaikuta kama ni kwa Roma au nini, utakuta anataja kina malaika. Si malaika ni nani utuombee, si malaika ni nani uko utuombee. Lakini mwingine anaacha na swala kanisani akwambia kwamba nataka niende kwa mganga, niende nikachukue kiumbe. Nikachukue kiumbe. Sasa hapa sisi tunajifunza namna ambayo utafika mahali mtu uwe na uwezo wa kujiongea katika nishati mbalimbali hizo. Yaani hiyo nishati unayoenda kuikodi kwa jini, ukajiongea ukawa nayo. Yaani kwa mfano nishukulie kama mvuto. Mvuto wa aina yoyote. Mvuto ni nishati. Nishati ambayo unaweza kuikodi kwa kiumbe, ama ni jini ama ni malaika, anaweza akakupa tu. Hiyo hali ni hali au hisia. Niseme ni hisia. Nikisema hali, mtu anayekuwa anacheza movie anaweza kanielewa ninaposema hali, kwa sababu mtu analazimika acheze hisia fulani, ashumu kama analia, ashumu kama ameumizwa, ili yule mtetemo uweze kutoka kikamilifu kwa hadhira. Kwa hiyo hali, nikisema hali ndio hiyo hali. Lakini tuna mambo mengi katika mambo haya, tutaendelea kufahamu huko na kule tunapozidi kujifunza. Ila kwa kifupi nikwambie kwamba mitetemo ya juu ni mambo mema. Ni mambo mema, ni mambo mema sana. Ni mambo mema. Mambo mema sana ndio huko kuungana na nishati ya chanzo, nishati ya uungu. Anashindwa kuelewa kwamba imekuaje hapa. Mbona natetemeka tu? Mtu mwingine anakuta mahali anashikwa na hofu kuu. Anashikwa na hofu kuu, unakuta ana hofu iliyopitiliza. Lakini mtu mwingine anaweza kuwa na migogoro isiyoisha. Migogoro isiyoisha. Hali zote hizi ni hali za misemo ya chini. Na wakati mtu upo katika hali hii, automatic unakuwa unavutia vitu vibaya. Unakuwa unavutia mikosi na unakuwa unavutia viumbe ambao tutakuja kuwajadili hapa. Tunakuja tukajadili hapa.
Sasa kwa jumla naweza nikakwambia hisia au sifa za mitetemo ya chini. Sifa za mitetemo ya chini huwa kuna vitu vingi vibaya vibaya, nitakutajia baadhi. Kuna hofu, wasiwasi, kuna kulalamika, kuna wivu, chuki, husda, na mambo mengine mengi ambayo ni mabaya. Unaweza ukanisaidia kwa mfano kuto kujiamini, aibu, majivuno, jeuri, ukorofi. Hizo zote ni nishati za chini sana, ni nishati za chini sana na ni mitetemo ya chini. Tuangalie sasa ni viumbe gani ambao tunaweza tukawazungumzia kwenye mitetemo hii, mitetemo ya chini. Tuangalie viumbe ambao tunaweza tukawajadili kwenye mitetemo hii ya chini. Viumbe wa kwanza kabisa ambao tutawajadili hapa, tuje kabisa moja kwa moja tuanze na majini. Majini ni kitu maarufu na ni kitu ambacho watu wengi wanakisikia na hawajui habari hii inakaaje. Lakini hawa ni viumbe maarufu ambao wanakaa katika mitetemo ya chini. Nimewahi kusikaa siku moja mtandaoni, nikawa namsikiliza jamaa mmoja. Alikuwa anazungumza kwamba unapokuwa unafanya ibada ya kumuita kiumbe, jini au pepo, ni lazima wakati anakuja itakuvamia hofu. Itakuja, anakwambia kwamba atakuja atakutisha ili uogope. Kwa hiyo sifa kubwa ya viumbe hawa huwa ni hofu. Yaani hofu ndio makazi yao. Yaani kwenye hofu, kwenye mitetemo hii ya chini sana, kwenye nishati nzito ndio makazi yao na ndio maisha yao. Kwa hiyo utambue siku nyingine, hata kama ulikuwa na dhamira leo ukasema kwamba niende nikaombe nishati ya namna hiyo, unatakiwa utambue kabisa kwamba ni nishati ambazo zinaisha katika mazingira hayo. Na unaweza kukutana na habari ya majini wabaya, majini wazuri. Tutaongea katika siku nyingine kwamba inakuwaje majini hawana miili lakini sisi tuna miili. Nikizungumza kwamba sisi tuna miili, majini hawana miili, maana zipo nishati ambazo ni nishati nzuri, lakini ndivyo zilivyo, ndio asili yake na haziwezi kubadilisha asili zake. Utakuta na habari ya majini wazuri na majini wabaya. Majini ni nishati. Ni nishati nikisema nishati ni kitu ambacho hakionekani, ni kitu ambacho kipo katika ulimwengu wa mawazo, ulimwengu wa kiroho, lakini kinafanya kazi. Ninaposema majini nazungumzia nishati, kama nilivyokutajia mwanzo. Kwa kila kitu kipo katika misingi ya nishati. Kila kitu kipo katika misingi ya kutetemeka. Nikakwambia ushahidi huo utauona kwenye mawimbi ya sauti. Nishati ni mawimbi. Utaiona katika mjongeo wa nyoka. Utaona kuna baadhi ya miti huwa inakuwa inajinyonga nyonga. Unakuta miti na mikamba inayojinyonga nyonga. Utaangalia mawimbi ya bahari jinsi yanavyokuwa. Utaangalia jinsi konokono wanavyokuwa. Utaangalia jinsi kichwa cha alizeti kinavyotengeneza mbegu zake kwa njia ya mnyongo, ule mzunguko, ule mduara wa kipekee kabisa. Unakwambia nishati ni kitu ambacho hakionekani, hakishikiki, ila kinafanya kazi. Ndio maana uchawi upo na unafanya kazi. Ni nishati zipo na zitaendelea kuwepo kwa sababu ndio asili zake. Kwa hiyo majini ni viumbe maarufu katika mitetemo ya chini. Ndio maana tunaanza kuwataja. Lakini tuna mizimu ya chini. Tuna mizimu ya chini, mizimu wa korofi. Mizimu wa korofi. Kule tulikuwa tumeangalia viumbe wa high frequency, tukasema kuna roho wema. Tumeangalia kwamba roho wema wanasaidia hata waganga au hata wengine au hata wewe mwenyewe, kwa sababu inaweza kama kuna siku ulikuwa umekaa ukapata mawazo ya ghafla au mawazo ya biashara au mawazo fulani ambayo kaenda kuyatekeleza yakakusaidia, au utakutana na mtu mwingine anakuambia bwana, sijui ilikuwaje pale nikaokoka, sijui ilikoje, labda alikuwa anataka kuvuka barabarani, lakini ghafla tu usafiri alikuwa hajauona, usafiri ambao ungemzuru, ila ghafla tu anashangaa amekwepa automatic. Sasa unaweza kujiuliza ni kitu gani kimenikwepesha? Ni kitu gani kimenifanya mimi nishati au nipate nguvu ya kukwepa kitu gani? Basi hiyo ni kazi ya nishati, mambo ambayo hawezi kuyaona, mambo ambayo yapo katika ulimwengu wa kiroho, lakini yanafanya kazi.
na kufanya kazi unaweza kushuhudia katika mazingira yako tu. Unaweza kukaa ukatafakari kwamba ni siku gani ile nilikuwa nimekaa akaja msamaria mwema, basi ujue ni roho wema hapo kazini. Hapo kazini ni shati ambazo zipo lakini zinatenda. Kwa hiyo hapo utakutana na mizimu wa chini. Kwenye mitetemo ya chini utakutana na mizimu wa chini. Kule tulikutana na roho wema, huku utakutana na mizimu wa chini. Lakini vile vile tunakutana na habari ya mababu wasumbufu. Ukisema mababu wasumbufu, mtu unaweza kanielewa sijui namna gani, lakini mababu wa chini ni mababu ambao wanakuwa hawajapumzika katika masafa ya juu. Hajapumzika katika masafa ya juu. Ni mambo ya falsafa. Nikisema falsafa ni mambo ya ufahamu. Ni mambo ya ufahamu, na nikisema ufahamu ni kitu ambacho hakishikiki. Ni kitu ambacho tunakizungumza. Nimetanguliza maneno haya kwa sababu nataka nikwambie habari ambayo ni ya kiufahamu zaidi. Mtu anapokuwa anakufa, ni kufa au kufariki, kustaafu dunia. Mtu anapokuwa anakaribia kustaafu dunia, kwa watu au mtu anayefahamu huwa anachukua muda kujiandaa kustaafu dunia, kwa maana anajipandisha katika mitetemo ya juu ili siku moja tusiseme ni babu msumbufu. Watu wengi wameambatana na mambo ya familia, mambo ya ukoo, lakini hawajui kwa sababu kuna watu nyuma huko walistaafu dunia katika mitetemo ya chini. Sasa tunakuja kuwarejelea watu hao kwamba ni viumbe wa kiroho katika mitetemo ya chini. Unaweza kaenda kwa mganga akakwambia bwana unasumbulia na mambo ya familia, lakini ukiangalia mfumo wa usumbufu huo unakuwa ni mfumo wa kukukela. Yaani mara umefanya jambo hili limerudi nyuma, umefanya hivi mara umeugua, umefanya hivi mtoto ameugua, umefanya hivi mguu unauma. Yaani ukifuatilia katika wataalamu wa mambo ya kiroho wanakuja kwa bwana mambo ni mambo ya kifamilia, lakini ukija kuangalia ni mambo ya kifamilia ambayo sio mazuri. Lakini utakuja kukutana na mtu mwingine anakuambia bwana unahangaika mjini kwa sababu haujarudia asili, rudi kwenu. Rudi kwenu ndugu yangu. Lakini huyu anayepata shida naye anataka kurudi kwao. Huyu ambaye anataka kufanikiwa katika maisha naye anatakiwa kurudi kwao. Kipi ni kipi? Unaweza kanielewa katika jambo hili. Wapo mababu wanaopumzika katika mitetemo ya juu, lakini wapo mababu ambao wanapumzika katika mitetemo ya chini. Hawa ndio tunawaita roho wasumbufu. Kwa hiyo asije akakwambia mtu kwamba nenda nyumbani kwenu ukafanye matambiko bila kauli iliyomalizika. Unatakiwa utambue kwamba akwambie unaenda kufanya matambiko ya namna gani, unaenda kuamsha roho gani wa familia. Unaweza kaenda kuamsha roho wa familia, roho wale ambao ni wale walipumzika katika mitetemo ya chini, na badala ya kuwa baraka katika maisha yako ukawa umeamsha balaa. Kwa hiyo mimi nikushauri katika elimu hizi, ule anayekwambia kwamba bwana rudi kwenu, ni lazima uangalie ni katika upande upi. Lazima uangalie na ufahamu. Na kwanza leo kama ulikuwa ufahamu hili, mtu anayekwambia rudi kwenu ni kwa misingi ipi? Ya kimatatizo au ya kwenda kufanikiwa? Kama ni misingi ya kufanikiwa, unatakiwa uende ukafanye ibada ya high frequency, ibada ya mitetemo ya juu. Ndio maana tumeangalia hapo hisia za mitetemo ya juu na hisia za mitetemo ya chini. Usiende tu ufanye ibada ya kibubububu. Mtu mwingine unaweza kufika huko unafanya bana mimi sitaki mikosi, sitaki kuugua, sitaki kunini, yani unakuwa unavuruga tena kodi. Unakuwa unaharibu kodi badala ya kupangilia kodi. Ni mambo ambayo yapo kwa undani wake, lakini kwa sasa tunazungumzia habari ya mitetemo katika pande mbili. Viumbe wa katika mambo ya wema na viumbe katika mambo ya chini. Lakini kuna swala moja la msingi sana baada ya kuangalia katika pande hizi. Baada ya kuangalia pande hizi, kuna moja ya msingi sana ambayo nisisahau. Kuna moja ya msingi sana. Kwa nini hatuzioni nishati? Kwa nini hatuzioni? Kwa nini hatuoni hawa viumbe? Kukuta kuna mtu anahangaika kweli, anaenda kwa mganga kutafuta dawa ya kuona majini. Nakuta anatafuta dawa ya kuona matatizo yake katika macho ya nyama. Ni kitu ambacho kinaweza kikawa ni kigumu sana,
na nataka nikueleweshe katika hili. Macho ya binadamu yameumbwa au yapo yanatazama katika sehemu ya kiwango fulani cha mwanga. Macho ya binadamu yanatazama katika kiwango fulani cha mwanga. Nilikwambia kwamba mwanzoni kila kitu ni nishati, na kila nishati ina tabia ya kupanda na kushuka. Ndio inayotufanya tuiite ni mawimbi. Ndio inayotufanya tuseme ni mitetemo. Kwa tukisema mitetemo ni nini? Mitetemo ni haya ya kupanda na kushuka, mawimbi. Kwa hiyo